Naitwa Hamid, natokea Mbuzini, Zanzibar. Awali nilipohamia Mbuzini kulikuwa na changamoto ya maji, miundombinu ya maji. Ilikuwa ni shida sana kupata maji katika familia yangu. Kwa hiyo ilinilazimu kutoka na kwenda kutafuta maji umbali mrefu kwa kutumia baskeli pamoja na kutumia madumu ya maji. Kutokupatikana kwa maji kulikuwa kuna athari nyingi. Kwa mfano, kwanza kupo muda, unachukua muda mrefu kwenda kutafuta maji. Umbali kama si mbali sana, lakini unachukua muda kama robo saa. Na kutokana na hali ya kutekaji maji, sitokuwa peke yangu kule. Kwa unachukua muda mrefu pamoja na wenzangu. Hata unapopata maji, hata ukija unakuwa umetupoteza muda. Kwa saa moja mpaka masaa mawili. Na inakubidi wakati unahitaji maji uende kama urudi kama mara 3 au mara 4 ndio atosheleze maji ya siku hiyo. Kutokana mimi ni mwanachama wa changamoto kwa muda mrefu, niliona njia sahihi ya kutatua hili tatizo ni kwenda kwa hiyo jumuiya yangu ambao nikataka ushauri waweze kunisaidia ili kuweza kutatua hili changamoto, na wakasema kwamba wanayo hiyo fursa ya kukopesha hiyo miundombinu ya maji, na nikaona ni rahisi kwangu mimi kuweza kutatua hili tatizo katika nyumba yangu. Kuanzia nilipopata mkopo, tulishauriana mimi na afisa wa changamoto anaitwa Abdurrahman. Tulienda dukani pale, tukaenda kupatana bei ya vifaa mbalimbali, kwa mfano matenki, mashine za maji pamoja na mipira wa maji. Siku ya kwanza kufungua maji fundi baada ya kuisha ile jioni, tulijisikia ni faraja kama tumetoa mzigo mzito kabisa katika familia yetu, kwa sababu ni kila kitu ni rahisi. Mama akitaka kupika chakula jikoni ni rahisi tu, anafungua maji. Hata tukienda kufanya haja zetu za kawaida vioni na sehemu nyingine ilikuwa ni rahisi. Kwa ile tatizo la muda mrefu liliweza kutatuka na tukawa tunaishi vizuri tu katika familia yetu. Haya maji hayajatunufaisha sisi tu wenye familia, bali hata majirani waliotuzunguka. Wanapokumba na ukakasi wa kutafuta maji, wanakuja wanatumia maji ya nyumbani kwangu ambao nimeweka mfereji hapo nje. Wanakuja kwa ajili ya kuchota majumbani mwao au kwa ajili ya kufulia. Nimeamua kuwapa bure kwa sababu tunasaidiana mtaani. Mimi leo nina maji, lakini mwenzangu naye anakuwa ana huduma nyingine. Uwepo wa maji hapa kwangu una manufaa makubwa. Kwa kuna bustani ambazo mwenyewe mapanda, minazi, migomba, mboga, matembele ambao ndio inanisaidia kwa ajili ya kumwagilia maji. Kwa ni msaada mkubwa ambayo naupata katika kutunza mazingira ambayo yanazunguka kwa jumla kwa kutumia maji. Uwepo wa maji ndani ya nyumba unasaidia kwanza familia kuishi kwa furaha, kwa sababu muda mwingi tunapata muda wa kukaa na pamoja tukacheza na watoto na familia kwa ujumla. Kwa kuliko kurudi katika mahangaiko na kwanza kwenda kutafuta maji zinakuwa na stress, lakini unaporudi maji yamo ndani kila kitu, tunakuwa tumetulia pamoja, tunazungumza kama familia. Maji yana maana ya uhai. Bila kuwa na maji hakuna uhai.